Karibu sana msikilizaji, ni kufahamishe kinachotokea kuweza kuhakikisha kwamba unazidi kufahamika na kupata kuelewa kila ambacho kinatokea. Taarifa ninayoipokea msikilizaji ni kutoka kwa Askofu Bagonza ambayo ameipatia kichwa au mada ya CCM isiukane urithi wake. Kwa ufupi msikilizaji, Askofu Bagonza anazungumzia matendo maovu ambayo CCM inashiriki, lakini pia akiweza kuwakumbusha jinsi ilivyoweza kubuniwa CCM na kwenye misingi gani iliweza kutengenezwa CCM na ni kwa nini CCM kinafaa kuwa ni chama ambacho kinatetea maslahi ya wananchi na sio kuhakikisha kwamba hali ya maisha inadhoofika. Amesema kwamba CCM inapaswa kuwa ndo chama ambacho kinawapa imani wananchi na sio chama ambacho kinawaua wananchi wake. Hebu msikilizaji, ni kusomea taarifa hii moja kwa moja kisha tuizamie ndani. Herufi ma katika jina la CCM ni mapinduzi, yaani kilele cha juu kabisa cha harakati. Ukiondoa mapinduzi katika jina hilo, CCM kinabaki ni chama mamluki kilichojaa ukandamizaji na dhuluma. Yaani utakapoondoa tu jina mapinduzi katika jina CCM, unabakisha chama mamluki ambacho kimejaa ukandamizaji na dhuluma. Maneno msikilizaji ya Askofu Bagonza. Ameendelea kusema kwamba CCM ni chimbuko la harakati. Akaleta sababu za kujikumbusha kwamba CCM ni chimbuko la harakati. Katika kifungu cha kwanza kaandika hivi: baada ya kuachana na starehe katika chama cha taa, ilizaliwa TANU iliyokuwa na lengo la kuondoa ukoloni na kuleta uhuru. Hizo ni harakati. Kule Zanzibar, ASP ilifanya mapinduzi matukufu Januari mwaka 1964 na kuleta uhuru wa kweli. Hizo pia zilikuwa ni harakati. Mwaka 1967 TANU ilizindua Azimio la Arusha baada ya kukiri kuwa tumenyonywa vya kutosha na sasa tunataka mapinduzi ili tusinyonywe tena. Azimio la Arusha lilipindua meza na kuwafanya watwana kuwa mabwana. Hizo pia zilikuwa ni harakati. Mwaka 1977 TANU na ASP viliungana na kuunda CCM. Chama chenye historia ya kumwaga damu ASP kikaungana na chama chenye historia ya kudai haki kwa fikra kali na pevu TANU. Mapinduzi hapo. Ilikuwa ni alama wazi iliyowakilishwa na jembe na nyundo katika utambulisho wake. Hizo pia zilikuwa ni harakati. Muundo wa CCM na medani zake za utendaji vilikuwa ni kiharakati. Chama kilishika hatamu na kutoa miongozo iliyopikwa na makada waliojaa uyakinifu. Nadharia iliongoza matendo daima. Hizo pia ni harakati. Imani 10 za TANU na CCM zilisisitiza uzalendo kwa taifa, isipokuwa moja tu
iliyosisitiza utii kwa rais. Haki na kweli zilikuwa tunu kuu za chama. Amani haikuzungumziwa kwa sababu ni zao la tunu. Hizo ni harakati. TANU na CCM ile ilikiri uwezekano wa kukosea nadharia au matendo ya kujisahihisha. Iliamini kujisahihisha ni hatua muhimu ya kuimarika na si kudhoofika. Mwanaharakati huamini katika uwezekano wa kuanza upya baada ya kugundua amekosea. Chini ya TANU na CCM ya kianaharakati, ulinzi na usalama wa taifa ulikuwa mikononi mwa wananchi. Vyombo vya ulinzi vilikuwa ni watumishi wa wananchi na si mamluki wa serikali dhidi ya wananchi. Yaani msikilizaji, chini ya TANU na CCM ya kianaharakati, ulinzi na usalama wa taifa ulikuwa mikononi mwa wananchi wake. Vyombo vya ulinzi vilikuwa ni watumishi wa wananchi na sio mamluki wa serikali dhidi ya wananchi wao kama ilivyo sasa hivi. Kila mwananchi alikuwa ni usalama wa taifa. Hicho ni kiwango cha juu cha harakati. Neno haki na utu yalikuwa ni msingi wa nadharia ya hotuba na maandiko ya TANU na CCM. Kila penye dalili ya dhuluma ulimkuta TANU na CCM upande wa wanyonge. CCM imelipwa kiasi gani kuacha kutumia maneno haya kwa fahari na kifua mbele? Bila neno haki unafarakana na harakati. Askofu anauliza swali hapa. CCM imelipwa kiasi gani kuacha kutumia maneno haya kwa kifahari au kifua mbele? Maneno anayozungumzia ni utu na haki. Akaisha kusema kwamba bila neno haki unafarakana na harakati. Harakati hizo ambazo CCM na TANU walizipigania. Kimsingi, CCM ndiye baba wa harakati, nguzo ya haki na mpinga dhuluma popote duniani. Isimame, ihesabiwe na isiwaache wapinzani kujitwalia utukufu kwa tunu za CCM. Nafikiri amesema hivi kwa sababu watu wana imani sana sasa hivi na upinzani, kinyume na watakavyokuwa na imani na CCM. Ilhali awali CCM ndo chama kilichowapatia matumaini wa Tanzania, ndo chama ambacho kiliwaonyesha, ndo kilisimamia haki, ndo kilisimamia utu, kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi ulikuwepo, kwa sababu polisi wakati huo walitumika kama wafanyakazi wa wananchi, watu ambao wanatoa huduma kwa wananchi na sio mamluki wa serikali wanaotumika dhidi ya wananchi wa taifa la Tanzania. Akasema hivi akimalizia, yaliyotupata yote ni kwa sababu tumeacha na kubeza harakati. Taifa lisilo na harakati ni sawa na pango la wanyang'anyi. Wanyonge ni kitoweo cha wenye nguvu. Taifa linajengwa na wenye moyo na kuliwa na wenye meno. Shingingi la Kijaluo linaimba, amenukuu, ukitaka na mume wangu
napita na baba yako ili uniite mama yako na mimi nikuite mke mwenza. Mama mkwe akizingua, mzingue binti yake, mtaheshimiana. Msikilizaji, ni taarifa hiyo ambayo ameitoa Askofu Bagonza akizungumzia chimbuko la chama hiki cha CCM, lakini pia akionyesha tofauti ya chama hicho kilivyoanza, imani iliyokuwepo na Watanzania katika chama hiki cha CCM na mabadiliko ambayo yameshuhudiwa mpaka sasa hivi. Wananchi wanahisi kwamba wako salama mikononi mwa upinzani kuliko kuendelea kujiandamisha ama kufuatilia chama cha CCM ambacho kilikuwa na matumaini tele, ambacho kilikuwa kinawapa wananchi matumaini sana. Lakini sasa hivi inakuwa ni kinyume, kwa sababu wananchi wengi wanahisi kwamba Chadema inaweza kuwasaidia, kwa sababu ndio watu ambao wanazungumzia masuala ambayo yanahusu utu, haki za kibinadamu na kuweza kuhakikisha kwamba wanapingana na hatua mbovu ambazo CCM ya sasa inazichukua dhidi ya wananchi. Askofu Bagonza analia akisema kwamba CCM iliyotangulia katika misingi ya CCM ilikuwa ni chama ambacho kiliwalinda wananchi wake, lakini sasa hivi chama hicho kinatumia polisi dhidi ya wananchi wake. Msikilizaji, chia maoni yako kwenye comment section, lakini tunakukaribisha pia endelea kutufuatilia kwa maana ya kuweza kuhakikisha kwamba unaendelea kuzipata taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba unapata kufahamu kinachotokea.